Siku ya leo Oktoba 3 ni siku ambayo mashabiki wa muziki wa Bongo Flava wanasherekea mfano wa siku ya kuzaliwa kwa Mbosso Khan, msanii ambaye amegeuza maumivu kuwa nyimbo na ndoto kuwa uhalisia. Hadithi yake ni kama simulizi ya mhusika mkuu wa riwaya ya maisha, kijana wa kawaida aliyekutana na changamoto zisizo na mwisho, lakini akachagua kushinda kwa sauti na mapenzi. Mbosso alianza safari yake katika hali ya kawaida kabisa, akiwa kijana mwenye ndoto kubwa kutoka mtaani, lakini licha ya changamoto za maisha hakuwahi kuacha kuimba. Kila hatua yake ilikuwa ni mfano wa kauli mbiu kwamba maumivu ya leo yanaweza kuzaa furaha ya kesho. Natoka zangu kwetu Kibiti na Isaka Dar es Salaam. Mbosso alianza kama mvumilivu miongoni mwa wengi, lakini ndani yake kulikuwa na sauti isiyozimika. Sauti hiyo ndio iliyozaa nyimbo nyingi za mapenzi zinazotuburudisha leo hii, zilizojaa mashairi yanayobembeleza mioyo yetu. Wimbo kama Hodari ulikuwa ni wimbo unaotuma barua kwa ulimwengu, ukionyesha namna alivyoweza kuelezea hisia zake kwa sauti tamu na simulizi za kimahaba. Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Na sasa anatamba na wimbo kama Power. Anawafundisha wapenzi kwamba mapenzi si maneno pekee, bali ni nguvu inaweza kusogeza milima. Kama penzi ni chupa la bia. Nyimbo kama Picha Yake pamoja na Sina Nyota zimekuwa nyimbo za kufariji wale wanaopitia majaribu ya kimapenzi, zikionyesha namna upendo unavyoweza kuwa furaha na pia maumivu. Zaidi ya muziki, Mbosso ni hadithi ya uvumilivu. Ameonyesha kuwa talanta ni zawadi, lakini bidii na imani ndizo funguo za mafanikio. Amebadilisha machozi ya jana kuwa tabasamu la leo, akitoa hamasa kwa vijana wote kwamba ndoto haifi kama ukiendelea kuipigania. Katika kila beti analoimba kuna roho ya mtu ambaye amepitia magumu, lakini bado anaona thamani ya kupenda. Hicho ndicho kinachomtofautisha Mbosso na wasanii wengine. Anaimba kutoka moyoni, na ndiyo maana nyimbo zake zinapendwa na watu wa rika zote, Afrika Mashariki na Kati na duniani kote kwa ujumla. Leo tunapomtakia heri ya kuzaliwa, tunamsherekea sio tu kama msanii wa muziki, bali kama hadithi ya ushindi wa maisha. Ni ukumbusho kwamba kila mmoja wetu anaweza kutoka kwenye kivuli cha changamoto na kung'aa kwenye mwanga wa mafanikio kama alivyofanya Mbosso Khan. Heri ya mfano wa siku yako ya kuzaliwa Mbosso Khan, sauti ya mapenzi, msimulizi wa nyimbo za roho na mfano wa ndoto zinazotimia. Mr. MIDWL Imido Simba, hayo ndo majina yangu. Bye bye till the next time.